Semina hiyo ya siku 3 iliyofanyika katika shule ya Unika ikihusisha mitaa mbalimbali ya bonde la Mbalizi imesifiwa na wachungaji kwa mchango wake katika kuwajengea uwezo wa kiroho na kiuongozi. Mchungaji Eliot Kiswaga wa mtaa wa Izumbwe amesema mafunzo hayo yamekuwa msaada mkubwa katika kusimamia makanisa na mitaa wanayohudumia, huku mchungaji Charles Mashango akiwasisitiza washiriki kuendelea kuyatumia kwa vitendo yale waliojifunza, kuyageuza kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Sisi kama wachungaji tunaona kuna manufaa makubwa sana kwa sababu ya maelezo na semina hizi ambazo zinaleta uamsho kwa washiriki, hasa kuhusu swala la uwakili. Sababu uwakili tunapozungumzia hauzungumzi mambo ya fedha, ni mtindo wa maisha wa ujumla wa Mkristo, hata Mwadventista wa Sabato. Unahusu nyanja nzima za maisha ya kiroho. Na kwa namna pekee tumebarikiwa sana kwa semina hizi, kwa namna pekee zimetusaidia hata katika swala la msisitizo wa kufanya kazi kwa bidii. Kwamba wengi tumekuwa na maisha ambayo kwa kweli si ya kuridhisha kwa sababu ya uvivu, lakini kutokana na semina hizi tumepata mwamko wa pekee kwamba tunaweza kufanya kazi kwa bidii. Na tunaona kwamba Mungu mwenyewe hata kabla ya kumaliza uumbaji alianza na kazi. Wote waliohudhuria katika semina hizi na wale ambao huenda hawajahudhuria katika semina hizi, kuhakikisha kwamba yale ambayo yametolewa katika semina hii wanayaweka katika vitendo. Mara nyingi tumekuwa na semina nyingi ambazo tunahudhuria namna hii. Nipende kuambia wasikilizaji wangu na wote wanaohudhuria katika semina hizi, Bwana atubariki kwa namna ya pekee tukayaweke katika vitendo. Kama swala la kazi, watu wakafanye kazi kweli kweli, lakini swala la kuwa waaminifu baada ya kupata matokeo yanayotoka kwenye hizo kazi, basi tukawe waaminifu kweli kweli na jina la Bwana likatukuzwe sana. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa semina hiyo wameshukuru kwa fursa waliopata, huku wakiahidi kuyaishi yale yote waliojifunza kwa manufaa ya jamii nzima. Nikiwafundisha na watu wengine kwamba Mungu wa mbinguni anaweza kutubariki pale ambapo tukipata pesa yoyote ile tunamtanguliza Mungu kwanza, alafu ndio tunaendelea kufanya mambo yetu mengine. Lakini si hivyo tu, nikajifunza kwa ajili ya kazi, kufanya kazi kwa uaminifu, na kwamba mtu unatakiwa usichague kazi. Unapofanya kazi, nifanye kazi yoyote ambayo najua kwamba inanipatia kipato, lakini ni kazi halali. Kwa ujumla tulichokipata ni kwamba kinatujenga kiroho, masomo haya yanatujenga kiroho na kutufanya tuwe na mahusiano mazuri na Mungu. Tumeelekezwa vizuri sana jinsi ya kufanya kazi na hatimaye kupata kipato cha kihalali. Alafu kwa upande wa safari yangu ya kwenda mbinguni, nimeelewa kabisa vizuri kabisa namna ya kumtolea Mungu na faida ninazozipata nitakapokuwa namtolea Mungu. Na ametufundisha juu ya jinsi wakati ulivyo, si ndio? Kwamba tunatakiwa tufanye kazi kama watu wa Mungu, kwa sababu kazi ni agizo la Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 2:15 ametuambia pale kwenye semina kwamba Mungu anataka tuitendee kazi ile hali ya kuwa wanadamu. Tumeumbwa na tufanye kazi kama Mungu alivyokusudia na mambo yaende vizuri. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.